Kuna kitu kimoja ambacho karibu kila mmoja wetu alipewa siku alipozaliwa, lakini umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya majina hayaondoki kabisa kwenye kumbukumbu zetu? Leo Tanzania utasikia watoto wanaitwa majina kama Zion, Kyrie, Eliana, Zuri, Jordan, Travis. Ni majina ya kuvutia ambayo naamini yanachaguliwa kwa maana yake. Cha kushangaza zaidi ni kwamba si watoto pekee wanaojengea utambulisho kupitia majina. Hata kwa baadhi ya mastaa wakubwa wa Afrika walijenga brandi zao wakianzia kwenye kitu kimoja, jina. Hebu fikiria, Burna Boy katika mahojiano aliwahi kueleza kuwa jina hilo lilizaliwa kutokana na mapenzi yake ya utotoni kwa comic books. Alibuni superhero wake mwenyewe na akampa jina Burna Boy. Jina hilo limekuwa kubwa kuliko hata mtu mwenyewe. Alafu kuna Diamond Platinum, ni jina ambalo ukilitaja tu au kulisikia, akili yako moja kwa moja inakupeleka kwamba ni kitu fulani cha thamani, chenye ubora na mafanikio. Na hiyo inatokana na kwamba hata kabla hujafikiria muziki wake, lazima jina la Diamond Platinum zilikujie. Wizkid, jina fupi, rahisi kulitamka, lakini rahisi pia kulikumbuka. Hiyo ndo nguvu ya brand nyingi kubwa duniani. Tems, neno moja, herufi chache, leo linatosha kutambulisha msanii anayesikilizwa duniani kote. Black Coffee, jina lisilotarajiwa kabisa, lakini ni jepesi sana kukumbuka na ni jina tofauti kabisa. Ukiziangalia stage names hizi kwa pamoja, utagundua kwamba hazikuchaguliwa ili zisikike vizuri tu. Jina pekee haliwezi kukufanya uwe superstar. Kipaji, kazi, ubunifu na uthabiti. Na labda somo kubwa si kwamba kila mtu abadili jina lake. Brand huanza pale ambapo watu wanalisikia jina lako na hawawezi kulisahau. Sasa ni zamu yako. Kwa mtazamo wako, ni stage name ipi ya msanii wa Afrika unadhani ilijengwa kwa ubunifu zaidi, na kwa nini? Unadhani majina hujenga brand au brand ndio hujenga majina?